Ninafurahia tena sana kumkaribisha mgeni wetu wa leo ambaye ni mchungaji. Asante. Apostle Alphonse Kioko. Nashukuru. Welcome katika kipindi. Asante. Kutoka kanisa la God's Empire Empowering Church upande wa Kayole. Asante. Wazima? Wazima. Wote. Wana neno. Mama ni mzima? Mzima kabisa. Amen. Na washirika wote. Na washirika wote. Asante sana. Naam. Nimefurahia kufika kwako. Asante. It is another time to heal families. Asante. Kwa njia ya kipindi cha live lakini kwa mapenzi yake Mungu. Hongera. Amen. Kwa hivyo ninafurahia kufika kwako. Naam. Na swali ambalo tunaangazia siku ya leo ni about relatives. Naam. About in-laws. Yeah. Kwa hivyo nipata kusikia kutoka kwako mchungaji. Wakati mtu anaingia katika, kwa sababu wengi ni wale ambao wanapata kuuliza hii swali. Naam. Wakati mtu anaingia katika ndoa na mtu, ni lazima ukubali in-laws vile wako, vile utawapa. Is it a must ama unaweza amua mkiwa na mpenzi wako ya kwamba in-laws muweke kando, nyinyi muishi maisha yenu kivyenu? Aha. Asante kwa swali hilo. Asante. Pia asante kwa mwaliko. Amen. Niseme hivi kwamba ni vizuri kwamba ujua kwamba kama ni ndoa au kupata ndoa ulete wandui. Maana pia kama ni in-laws, katika in-laws kuna ule mama alikupa msichana, kuna ule mama alikupa kijana. Kwa hivyo wakati ambapo mnaoana, sio ni kwamba ni wandui mmejenga, ni urafiki extend, ni urafiki umekuwa umeenea. So ile ya muhimu ni hii kwamba mnastahili kualika kwenu ama msialike. Swali ni kwamba ndio, lakini kwa kiasi. Kama wanafaa waalikwe ama wasialikwe, swali ni wanafaa waalikwe. Wanafaa waalikwe na pia lakini kwa kiasi. Kwa kiasi. Naam. Sasa hapo kwa hiyo kiasi ndio wengi najua asubuhi ya leo wanataka. Kwa sababu unapata mara nyingi nimesikia katika ndoa kuna kuwa na tatizo. Unapata mume na mke wake hawaelewani. Kwa sababu unapata labda kuna mambo ambayo familia ya mke anafanya hayampendezi mume. Lakini mume akijaribu kumwambia mke anaona ni kama mume hapendi watu wao. Ama vice versa. Unapata kuna mambo ambayo familia ya mume wanafanya hayapendezi huyu mke. Hawa ni kweli. Lakini akijaribu kumwambia mume anaona ni kama mke wake hapendi familia yao, amechukia familia yao. Kwa hivyo kunaanza kuwa na ile mvutano na ugomvi katika familia. Nipate kusikia kutoka kwako asubuhi ya leo, watu ambao wako katika ndoa wanafaa waegemee upande upi zaidi? Upande unafaa utetee upande wa familia kwa sababu hii inakuwa ni tatizo. Wakati mtu wa familia yenu anafanya kitendo cha kukosesha amani katika ndoa yako. Unafaa uegemee upande wao ama unafaa uegemee upande wa mke wako? Kunakuwa na hiyo challenge. Hebu tuambie pale inaenda aje? Hapo ni kweli kabisa. Na kwa sababu umeniita pastor, nitasoma neno moja ambalo anayenitazama angalie. Ukisoma Mwanzo, kitabu cha Mwanzo, kifungu cha 2 mstari wa 24. Hapo utakuta kwamba hapo kuna maneno mazuri ambao Mungu anaongea pale, na hapo utakuta kwamba kuna yale mambo ambayo Mungu alikuwa anasema kwamba basi mwanaume ataacha kwao na mke na msichana pia ataacha kwao, wataungana na watakuwa kitu kimoja. Na kitu kimoja, na maana anasema hapo hizo kwamba anawatasikia aibu kwa mmoja na mwenzie. Hiyo ni kuambia kwamba si kwamba tupendi wazazi, si kwamba tupendi ndugu zetu na dada zetu. Lakini hapa kuna mboma imejengwa. Kuna mboma jipya. Pile wazazi wako walijenga nyumba yao ama mboma yao wakakupata wewe. Hivyo na wewe una chumba chako ambacho sasa umeanzisha. Kwa hivyo ni vizuri kwamba priority iwe ni chumba chako. Wewe mwenyewe na mume wako na mke wako ukuta kwamba wana maana kwamba kwa kiasi ya kwamba unampatia heshima za kwake. Na chochote mnafanya pale kwa nyumba, vizuri kuwa na ile communication, ile mazungumzo. Kwamba ningependa kufanya jambo hili litakupendeza. Maana ukilete mtu bila kuwa umemwarifu ule mwingine, italeta tatizo. Lakini kama anajua kwamba kuna mtu anakuja, mtajiandaa, hata kama kulikuwa na mattress kama 2, mtaongeza. Kama pengine mfuko alikuwa anaushika kidogo, pengine mnunue shamba, ataachilia kidogo, maana hawa watu wanapokuja pale nyumbani wa kwenu ama wa kwao, expenses na kuwa nyingi. Na hivyo ni vizuri muweze kuwasiliana kabla jambo hajalitenda. Hilo kuta kwamba ijakuwa mzigo kwake. So kuna faida pia kuwa na wale watu kwa nyumba yako. Na kuna shida pia kuwa na wale watu pale kwa nyumba. Kwa hivyo hawezi kaa bila hawa watu. Lakini kwa kiasi. Si ukuta mtu amekaa kwako miaka 10, miaka 10 na lazima kuwa na ile limit. Pia kuna swali 3.
anakuja kufanya nini, anakuja wapi, mko wapi, nyumba yenu inatosha namna gani, anakaa mnamgani, mnamtaka ama mumtaki. Mimi najua anakuja kwa nini. Na atakaa kwa muda gani? Hizo mbili na anakuja wapi? Na mko wapi? Lazima zote ziangaziwe. Ziandamane, maana huwezi lete watu wa kwenu kwa kichumba cha 10 by 10. Chumba kidogo cha 10 by 10. Hauleti mtu hapa mali mnanipasia tu ni ile curtain ndiye na katalika. Na mnaleta mtu alale. Mtu wa familia anasafiri kuja. Ndio swali ile, anakuja wapi? Mnakaa wapi? Atalala wapi? Atalala wapi? Anakuja kwa nini? Anakuja kwa nini? Hiyo maswali ni very very important. Kabisa. Naam. Na ni vizuri watu ambao wako katika ndoa waanze kujua mambo na njia ambazo wanafaa kuhakikisha ya kwamba watu wa familia hawaonekani ni kama wametupwa, lakini pia hawawekwi, hawakuji, hawaingizi mguu. Kwa sababu pia mambo ambayo nimepata kusikia na vile vile mambo ambayo nimepata kujionea mchungaji ni ya kwamba unapata labda mke atakubali mama yake akuje. Na akikuja anatawala. Yeye ndio anakuja kusema vile mambo itaendelea huko. Sasa unaona mume kwanza anakuwa na ile uoga kwa sababu huyu ni mama. Anampatia heshima kwa sababu ni lakini ile kitu inamsumbua ama unapata anakasirika kwa sababu ya jambo lile. Ama unapata mume upande wa mume wazazi iwe mama ama iwe baba. Akikuja kutembea yeye ndio anasema vile mambo itaendelea kwa ile nyumba. Labda mama ya bwana akikuja pale yeye ndio anaambia bibi, hapana, mtoto wangu anatakanga nguo zake zikipigwa pasi zikae hivi, hazikae hivi. Ama chakula yake unaweka kitunguu 2, si kumpimia kitunguu na mwekea. Sasa unapata yule mke atanyenyekea kwa sababu ni mama ya bwana yake. Lakini ile kitu watu tukianza umesema kwa kiasi. Hiyo kiasi mchungaji ni muhimu sana. Hiyo kiasi watu watawezaje kuhakikisha kwamba wale ni watu wa familia yetu. Lakini tunawakubalisha waingie katika familia hii ambayo tumeanzisha kwa kiasi. Hiyo limit inatokana na nani? Ni hawa wawili katika ndoa ndio watahakikisha, ama ni wale relatives ndio watahakikisha wanapunguza speed yao? Ni nani atahakikisha? Nafikiri katika ndoa huwezi kujenga bomo ukiwa mmoja. Itabidi usikize mke na itabidi pia usikize pia mume wako pia. Nyinyi nyote muweze kuwasiliana. Kwa hivyo kama ni mtu anakuja kutembea either kwa in-law kupenda kutoka kwa pande ya dada, mama ama kwa baba, ni vizuri muweze kuzungumzana, kusema kwamba okay, wakati huu tunakusudia kuwa na mama yetu, hakuja tembea, pengine mgonjwa, hakuja hapa apate matibabu mali tunakaa, basi na muda tunayempatia ndio huu. Ili ukuti ya kwamba basi umeprepare ule mama, hajua kwamba pengine tuna mgeni tunakusudia. Na yeye mgeni anapokuja kuwe ni limit ya kwamba atakaa wiki 2, atakaa miezi 3, basi na jambo lingine kitafutwa. Anapokaa mahali pale, kile kinatokea ni kwamba kuzoeana na ile space hakuna. Na mahali kumekosa space, kumekosa pia privacy. Ile hali ambayo wewe ungependa maisha yako, maisha yako. Na pia wanapokuja pale, kuna kitu kinaitwa kwamba suggestion na decision. Asikuje yeye mwenyewe kutawala. Asikuje kuweka maoni yake. Kuna maoni na kuna kuamlisha watu. So wewe kama ni kuwasaidia, wapatie mawaidha aliye bora, aliye na hekima na maarifa. Lakini pia usiwaamlishe. Usiwaambie wafanye, wewe wasaidie kwa mawaidha. Maana wewe mzazi umeona mambo mengi. Kwa sababu atakuuliza, kijana atakuuliza, mama atakuuliza. Kwa hivyo kuna kitu ndio decision. Usikuje ku make decision, wewe wapatie tu ile maono yako. Ungependa namna gani? So utatawala kwa njia hiyo. Naam. Ukiingia pale wewe kama relative ukuje kutawala. Ukuje kutawala. Hii si mboma yako. Hii si mboma yako. Wewe uko na kwako. Na sasa umealikwa. Uweze aliko mahali na utawale. Lazima sasa uwe control, uonyeshe njia ndio hii, mama kaa hapa, maji ndio ile, mama chakula ndio hiki. Na wewe uwe na nidhamu. Kuna wengine pia wanaingia mpaka huko ndani bedroom, una kapadi, ametawala huyu. Anakuja kwanza akifika, anakuja amejichoma kwa bedroom ya hawa wawili wa ndoa. Anakuja ameingia ndani. Si fiema. Mama ama baba asaili kuingia kwa
kwake chumba mahali ambapo watoto wake wanalala. Kuna heshima. Ndio nimesema kuna vitu mbili, space na privacy. Space ni ile nafasi. Mpe nafasi mtoto wako asikia kwamba ana mboma yake. Itakuwa kitu ya muhimu sana. Ya pili pia, kuwe na ile hali, mpe heshima za kwake. Kama ameoa, ameolewa, mpe space kwamba ana kwake. Kwa hivyo kuwe na hiyo space. Hata kama ni mtoto wangu, eneo hili sikanyangi. Hapale ni kwake na hapa ni kwetu. Naam. Unapoingia katika ndoa na mtu, definitely lazima utapatana na familia yake. Na pale ambapo utaenda kupatana na familia yake, ni vizuri ujue ya kwamba kuna yale mazuri utapatana nayo pale, na kuna yale ambayo hayatakupendeza. Nikidhania kwa sababu yale mazuri ndio yanakuwa nyepesi, haya ambayo hayatakupendeza yanakuwa ndio mazito. Tuanze na haya mabaya. Ni mabaya kama gani mtu hupatana nayo unapoingia katika ndoa, na pale ambapo sasa unakuja unajuana na familia ya mume wako ama ya mke wako? Hebu niseme hivi ndugu yangu Ango, kwamba nyumba wakati mwingi unapooa mwanaume unakuwa director katika ile familia. Kwa hivyo wakati mwingi hayuko pale kwa nyumba. Hakuna mwanaume anaoa akae kwa nyumba. Mwanaume anaoa achukue responsibility. So wakati mwingi uko nje ukitafuta. Nyumba ni ya mama, ni ya mke wako. So tuseme hivi tunapotumia the word in-laws, ni vizuri kuelewa kwamba mke wako akilete watu wa kwao, akilete watu wa kwao, kuna uwezekano ile ndoa iwe nzuri. Maana yeye mwenyewe kutakuwa na amani. Wale watu ambao ni wa kwao, kwa sababu wanapokuja kuna bila amewapanga, amewaeleza angependa ndoa yake wasifike mahali fulani. Lakini wakati mwingi unapomletea watu wa kutoka kwa kijana, kutoka kwa mume, maana anjasoyana na wao. Na wakati mwingi wandada uona kwamba kama wamekuja kutawalwa, wamekuja kutawala, umekuja kuchukua nafasi kwao. So haiendi vizuri hapo. 80% wandada wakileta watu wa kwao, mboma inakaa vizuri. Itaendelea vizuri. 20% chances are there that kama umeleta kutoka kwenu, hamuna amani sana. Maana iko hivyo. Na that wameombwa hivyo. Na wataishi kuwa hivyo. Kwa hivyo ni vizuri lewe hivyo. So kwa sababu wakati mwingi nyumba ni ya mama. So jambo lingine hii, kuna katika disadvantage ama maradhi disadvantage inapopatikana pale. Jambo la kwanza ni hii. Wakati wa privacy, ile hali kupenda kuwa na space inakosekana. Kwa sababu nakuta ya kwamba wakati mwingine hauna nafasi ya kuongea na mume wako, hauna nafasi ya kufurahia mume wako, hauna nafasi pia ya kwenda tua na yeye, maana wako hapo kwa nyumba. Na pia unakuta ya kwamba ile mambo ya inapoenda hivyo inafika mahali mnazoeana. Nakuta kwamba ile heshima hakuna. Kwa sababu unapotoka nyumbani ukienda umemwachia afue nguo, amefika mahali hata nyumba ya kwako, bedroom ufungi, amekujua saidi sasa. So ile heshima inaenda ikifungua. Na ile nyingine ya kwamba unakuta kwamba pia pesa, wakati utumizi wa ya hela zimekuwa nyingi. Maana kama ulikuwa unakula breakfast ya mkate moja, sasa ni 3 ama 2. Na yule mshahara ni ule hakuongezwa kwa sababu mlelete dadaeni. Hakuongezwa kwa sababu mamako amekuja kutembea huko. Mshahara ni ule. Kwa hivyo utakuta kwamba expenses zimekuwa juu. Na wanaume wengi wakati expenses zimekuwa nyingi, wanakibilia, wanaondoka. Wanaondoka, wanakuwa na stress, na wanakuwa wagonjwa, na wanatoka nyumba. Badala ya kusema mke wake, jameni, hawa watu melete hapa, jameni, budget imekuwa kubwa, naomba waambie warudi kwao. So wanaume wengi unakuta kwamba na wanakuwa wagonjwa. Wengine wanakuwa na ile disease inaitwa loneliness, upweke. Anakaa kwa nyumba, hana time na mke wake, anaangalia news, ile news hazioni vizuri. So ni vizuri kuwe na mazungumzano. Na utakuta kwamba imechangia vizuri. Ile nyingine ambayo ni muhimu, ambayo ni ya maana, ni kwamba unakuta kwamba pia kuna inaenda kwamba unstructured governance. Yaani mlipokuwa mkioana mlikuwa na kalenda, tutafanya hiki na kile na kile. Lakini wakati mmeoana na wamekuja, utakuta kwamba maana hamuna mazungumzo. Yale mambo mliafikiana mtende haitendeki. Kuna muda mwingi ambao mnapoteza. So ni vizuri unakuta kwamba kile mlipanga hakuna. So ni vizuri unakuta kwamba hizo vitu zinaangaliwa, maana unakuta kwamba kwa mwaka mzima hakuna kitu mnafanya. You know, it's just moving the time. Yaani wakati unaenda sana. Naam. Kwa hivyo haya ndio yale mawili matatu ambayo yanapatikana unapojipata umeingia katika familia na umejuana na ile familia ya mpendwa wako. Kuna yale unapatikana nayo, na nimefurahia pale umepata kuangazia na kusema ya kwamba kuna ile wakati wa kukosa hata wakati yani unakosa mpaka ile nafasi ya kukaa na mke wako. Na hiyo kitu ndio kwangu, hiyo ndio mimi inanifanya ninasikia sio nzuri, kwa sababu unapata kwa ile hali mchungaji
Wakati unakosa time ya kukaa hata chini na mke wako, kwa sababu ukitoka kazi uingie nyumbani, wako pale wamekaa. Asubuhi unatoka na mapema, unaacha mke wako amelala. Kwa hivyo hauna ile time ya interaction. Hiyo kitu inaleta tatizo tena sana. Na unasikia nyumba nyingi ambazo zinakuja na kuvunjika. Kama unapata mara nyingi unakuja na kusikia kwamba mume amesikikwa akiwa na mtu mwingine mahali, ama mke imesemekana ya kwamba amepatikana mahali ingine. Ni kwa sababu hawana ile, unajua watu wawili wanapokuja na kukaa pamoja katika ile hali ya relationship na kupendana, ni kwa sababu wanafaa kuwa kitu kimoja. Na disadvantage moja nimepata kuona ni ya kwamba watu wa familia wanapokuja kutembea sana, ile nafasi yenu nyinyi wawili inakuja na kukosekana. Na nimefurahia kwa vile umepata kuangazia hiyo mambo ya kuwa lonely. Lakini tumesema ya kwamba kuna yale mabaya yanapatikana na vile vile kuna mazuri. Tukiangazia yale mazuri, mchungaji, kabla tuangalie neno la Mungu linasema aje kuambatana na mada yetu ya leo. Asante sana. Kitu kimoja ambacho kinaleta faida wakati ambapo unaalika in-laws ni muhimu, kwa sababu wengine wanajua na kusaidia kulipa bills. Unakuta kwamba pengine wanakupatia ile ndio kwamba wanakusaidia kifedha. Kwa mfano kama pengine mmekwama kama familia, baba na mama hauna uwezo, unakuta kwamba kama stima iwezi kukatwa bila kulipa, atakusaidia. Pengine mtu mmoja ni mgonjwa kwenu, atakusaidia. So kwa njia moja ama nyingine wanasaidia kifedha. Na si wote, hawa ni wale wamekuja kukaa kwako, pengine wakifanya kazi mahali fulani. Maana vitu zingine watakusaidia, kama chakula hamna, hawa wamekuja maana wanafanya kazi, watakusaidia. Ile nyingine ni mambo kwamba mawaidha, watakusaidia kwa mawaidha pia. Maana tatizo ikitokea wanaweza kuwa kwamba ni wakukaribia, unawakimbilia, wanakupa msaada wa maongezi vizuri. Hiyo ni moja ambayo inapatikana pale. Ile nyingine pia ni kwamba wanakusaidia pia kujenga mboma. Wanakusaidia kwa sababu wakati msichana ameolewa ama mama anapoolewa, ana ule upweke, ana marafiki wengi. Lakini wale watu wa kwao pia ana upendo na wao sana. You know, kama ni huyu mwingine amekuja, ana upendo nao kwao. Kwa hivyo njia moja utakuta kwamba wanakusaidia pia duties. Kwa mfano tunasema kwamba kuosha maguo, ama pengine kupika nguo, kupiga nguo pasi, ama pengine mambo ya pale nyumbani. Unaweza kuwa na mtu ambaye anakusaidia. So kwa njia moja ama nyingine kuna faida. Kuna faida inapatikana pale. Na pia mchungaji, katika hali ya kuangazia yale mazuri na yale mabaya ambayo yanapatikana unapoingia katika uhusiano, unapata mara nyingi akina dada ama hawa ambao tunawapenda na tunakuwa na uhusiano na wao, unapata mara nyingi ikifika wakati wa kusaidia familia yao, wako very okay. Na kuna amani kwa nyumba. Lakini akisikia tu ya kwamba umetoa shilingi 5 umesaidiana kwenu, inaleta tatizo. Kwa nini kunakuwa na mambo kama yale? Kwa nini akina dada wanakuwa na ugumu wa roho ikifika ni kwa upande ya familia ya mume, lakini ikiwa ni kwa familia yao, unapata kuna bwana hana mambo mengi. Ikifika ni kusaidia upande ya kina bibi, akona na uwepesi wa kusaidia. Lakini ikifika ni kusaidia upande wa bwana, unapata akina dada mara nyingi wanajikaza. Ni kwa nini? Ni vizuri leo kwamba mwanamke ni manager katika nyumba. Manager anatunza kile ambacho kimepatikana kwa siku hiyo. Mwanaume ni director. Mwanaume anatafuta pesa nyingi sana, lakini wanaume anapoteza pesa nyingi sana. Lakini mwanamke anatunza na anahifadhi pesa. Ya pili ni hii, hakuna mtu apendi kwao, ukweli usemwe. Hata huyu mwanaume ambaye asemi, hakuna mwanaume leo hii hatuma asaidia wazazi wake. Lakini wengi wanasaidia watu wa kwao bila kueleza wachumba wao. So naye huyu mama hiki kidogo anapata, unataka pia kueleza ametumana. Na wewe kile kingi unapata umueleze umetumana. So tuseme namna gani? Kila mtu kuwe na 50-50. Wanawake ni wazuri kabisa. Kwa ukiweka ngili moja hapa na mwambie, hii ni ya mamangu mtumie 500, hii ni mama wa kwako mtumie 500. Atafanya hivyo. Lakini wanaume wangapi wanafanya hivyo? Unaona? Pamoja na hivyo pia, hawa dada wamezaliwa kutoka kwa wazazi fulani. Wale wazazi wa kwake wana mahitaji, wasaidie pia. Na pia wazazi wa kwako pia wasaidie. Kwa hivyo ni vizuri kuwe na wazi katika ile familia. Kwa sababu kitu moja nimeweza kugundua ya kwamba wanaume wanatuma pesa nyingi sana kwao. Na akikuta mpesa ndogo tu, mpesa imesema nimemtumia 327 sawa kutoa. Amweza unatupa tu pesa. Lakini wewe umetumana ngili moja. So ni lazima tuangalie wazazi wote.
kila hata yeye ana wazazi wa kwake na wewe una wazazi wa kwako, mbona kusiwe na uhusiano mwema na usemi mmoja katika kusaidiana? Yeah. Nipate kujua pia mchungaji, unapata pia kuna ile hali ya kwamba mother in law ama mama mkwe. Kwa upande mwingi ni ya kwamba unaona wanakosa ile nitasema aje. Sana sana upande wa mume. Niangazie upande wa mume. Unapata mothers in law upande wa mume wanapenda vijana zao sana. Na wataki watawaona tu kama watoto wao. Hakuna mahali unapata mama anafika kuona mtoto wake kijana amekuwa ni mwanaume, aache kumuona kama mtoto. So mara nyingi anataka kuwa na ile controlling ile juu ya maisha ya mtoto. Mahali kama ile mke anafaa afanye nini kwa njia ya hekima, na vile vile huyo mume ambaye mamake anamuona kama mtoto, hamuoni kama bwana ya mtu, anafaa afanye nini ili kuhakikisha mama anapatia kwake heshima na anapatia mke wake heshima? Asante sana. Nafikiria kile kizuri, kwa sababu hata sasa hivi hata kama wameoa basi mamako anajua ni mtoto wake. Na hiyo itakuwa hivyo na utaseka kwake. So ile maana ni hii, ukisha kujua kwamba umeoa, ni vizuri kuwa na ile space kidogo ya wazazi. Unajua kwamba hii ni mboma jipya umepatiwa na responsibilities zote ziko chini ya mwanaume. So ni vizuri wewe kama mwanaume uchukue responsibility. Na wale wazazi utamwambia mimi ni mzee sasa, mimi nimeoa, mimi ni baba fulani, bado wanakuona kama kijana. So na wewe pia ujua kwamba kuna upendo wa familia yako, na kuna upendo wa wazazi wako, na kuna upendo wa in-laws. Hiyo ni upendo tofauti. Lakini ya kwanza ni gani? Upendo wa kwanza ni wa Mungu. Upendo wa pili ni wa mboma yako. Upendo wa tatu ni wa wazazi wako. Upendo wa nne ni wa ndugu za kwenu. Kwa hivyo hiyo kibadilisha hiyo itaharibu mahali. Naam. Kwa hivyo lazima ujue vile utaweza kubalance upendo kwa familia, upendo kwa wazazi, upendo yako kwa Mungu. Lazima kama mwanaume na vile vile kama mwanamke ujue kubalance. Wow. Tuingie katika njia angalau 2 ama 3 ambazo zinaweza zikasaidia familia ya mume na mke kuhakikisha kwamba in-laws hawaingilii kwao. Kwanza muhimu ni kwamba ni vizuri wakati wanapokuja pale kwa nyumba, number 1 kuwe na space. Kuwe na space. Ya kwamba sio kila kitu mama utamueleza wazazi wako, na sio kila kitu wewe mwanaume na wewe utakuja kutamuka mbele ya mke wako na mbele ya wale watu. Kama mnazungumza, mnataka mzungumze, basi kuwe na space kwamba basi mtoke kando ama kwa bedroom yenu mzungumze. Kuna wanaume wengine wanakuja kuepisha mke mbele ya mamake ama mbele ya babake. Si vizuri hiyo. Kuwe na space. Number 2, kama ni nyumba yako ifungwe, kama ni bedroom yako ifungwe. Msiaminiani kwamba ni dadangu aingie mpaka kwa kabati za kwangu, haingie mpaka wardrobe za kwangu, haingie kwa bedroom yangu. Si vizuri. Ule mwanaume atakapoona hivyo, utakuta ya kwamba kuna kitu nazidi kumpanda ndani ya roho yake. Na kuna uwezekano ukuta kwamba ameanza kujitenga na wewe. Maana unaona kwamba umekumbatia watu wa kwenu. Lakini watu wa kwenu pia ni wazuri pia. Na wao wakiwa na nidhamu nzuri, utakuta familia imekusaidia. Ile nyingine mambo ya privacy. Privacy ni kwamba mambo yenu yasijulikane na watu wamekuja. Kuwe na limit. Hata kama kwa mfano ni nguo, pengine nguo za mume wako kama paste, you know, si vizuri unapeana zinafuliwa na kila mtu. Sio kuwa na privacy. Kuna hao pinyaza wanaume wanafaa weekend. Si vizuri zinafuliwa na kila mtu. Kwa lazima kuwa na hiyo privacy ambao ni muhimu sana. Kuna wengine ambao ni muhimu ambao tunasema kwamba ni set expectation. Lazima watu wanakuja kwenu waeleze unakusudia kufanya nini. Ili wasikuje kuambia kwamba unajua mimi ni mamako, nilikuzalia mtoto, nataka gari. Ni vizuri akikuja kwako mueleze kwamba mwaka huu hizi kama familia changa nakusudia kuwa na plot, nakusudia kuwa na gari, kuna kampuni tunafungua, mambo kama ili ukute expenses zingine ambazo anaweza kuletea kabla alete, na anajua kijana wangu na msichana wangu wana mipangilio hii. Kwa hivyo wakati kama huu siwezi kuwapatia ile ambalo jambo nilikuwa nataka wanifanyie. So ni muhimu sana mambo kama hayo. Na pia katika jambo hilo katikati hapo ni vizuri elewe ya kwamba kuna wengine katika Biblia walikaa na in-laws, relatives, na wakaribiana heshima. Abraham alikuwepo akiwa na Lot. Ukisoma maandiko utakuta ya kwamba Lot alitajirika kwa sababu ya kibali cha Abraham. Ni kweli. Na baadaye wafanyakazi wa Lot wakapigana na wafanyakazi wa Abraham. Abraham mwenye hekima na maarifa akamwita ndugu yake Lot. Akamwambia fanya hivi, maana naona heshima imekuwa duni. Tutengane, chukua eneo ambalo utakapoenda. Hiyo ilitendeka vizuri. Kwa hivyo separation. Lakini ukiangalia kitabu cha Ruth, utakuta kulikuwa na Ruth na Naomi. Naomi alikuwa ni ni grandmother
wa Ruth. Ukisoma vizuri ukuta kwamba walikaa na wao. Maandiko yanasema kwamba walikaa miaka 10. Walikaa miaka 10. So ni vizuri wajue kwamba hii miaka 10 haikuwa rahisi, lakini hakuna mali imesemekana kwamba grandmother wa Ruth alimtusi Ruth. Walikaa na amani. Amen. Na kwa sababu mwelekezi ananiambia wakati wetu mchungaji inayoyoma, ni vizuri kwa wakati kama huu, kwa sababu najua kuna familia 2-3 ambazo zinatazama asubuhi ya leo na wanapitia changamoto hizi. Unapata kuna mke analia kwa sababu ya familia ya mume. Kuna mume anatatizika kwa sababu ya familia ya mke. Ama amani inakosekana kwa ndoa kwa sababu ya familia zao. Ningependa kwa wakati huu mchungaji kwa kweli tuweze kuwakumbuka kwa maombi ili tuweze kuendelea vizuri. Asante. Amen. Ngiomba tuweze kuomba katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru Bwana kwa sababu ya asubuhi ya leo. Ni kwa sababu siku ya leo uliitenga Bwana siku ya kuponya familia zetu. Kunawezekana kuna mtu Bwana amepata jibu katika tatizo aliyekuwa nalo. Kunawezekana kuna mtu anaumia katika ndoa Bwana. Kuna mtu ana Mungu wetu anapitia ugumu. Tukiwa tumesimama katika runinga hii ya QTV Bwana, tunatamuka uponyaji kwa ndoa zetu, uponyaji katika jina la Yesu Kristo, kwa watoto wetu, kwa mume na mke katika jina la Yesu Kristo. Lete umoja, leta amani, lete upendo. Hiyo ndoa haitavujika, hiyo ndoa itasimama kwa jina la Yesu Kristo. Asante maana umesikia na unaenda kutenda matendo makubwa. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Amen. And amen and amen. Na kwa njia ya haraka kama uko pale na labda unapitia changamoto kama hizi katika familia yako, unaweza ukazungumza na mchungaji aweze kukupatia mawaidha zaidi. Nambari ile ya simu yetu. Nambari ambalo unaweza kunipata nayo, upate CD zetu, nikupatie mawaidha na kisha chini ndio hii. Ni 0713313572. 0713313572. Na mchungaji, asante sana kaka. Asante sana. Nashukuru. Najua muda ulikuwa ni mfupi lakini ninajua kuna familia 2-3 tumeweza kugusa na kubariki. Asante. God bless you. Thank you so much. Amen. God bless.